tukijiweka wakfu tayari kupokea kutoka kwako. Nami Baba ukanitumia kama chombo. Heshima zikakurudie wewe. Nasi tunakaa sasa kama watoto mezani kwako ukatulisha. Kwa jina lako Kristo Yesu tumeomba na kuamini, na wote tuseme amen. Shangilia Bwana kwa makofi. Haleluya. Sifa na utukufu zimrudie. Utukufu ni wake, heshima ni zake, na sisi tunakaa kama watoto mbele zake. Aendelee kutufinyanga kwa neno lake, na tuendelee kukua hadi tufike kwenye kile kimo alichokusudia tuweze kufika. Amen. Mungu akubariki uliyepewa neema kufika kwenye nyumba yake. Na ni siku nzuri napendeza mbele za Bwana. Nami utanipunguzia kwa utukufu wake. Atakwenda kusema nasi. Nina neno dogo kabla ya kuanza somo, bado nitalisema kwa sababu nimeambiwa. Ni sehemu ya mwongozo pia wa kutusaidia tuweze kufika, tuweze kutembea na kufika tulipokusudia. Jana tulikuwa mahali hapa na tuliomba. Bwana alitujalia neema ya kuomba. Ninambariki Mungu na kumtukuza kwa sababu aliyasikia maombi yetu na Bwana akatenda. Shangilia Bwana kwa. Haleluya. Utukufu ni wake. Amen. Usiku wakanionyesha mwanga uliotoka katika ufalme wake mbinguni ukiwa umeelekezwa mahali hapa. Yaani uliingia ndani. Utukufu ukamrudia yeye aliyetenda. Utukufu ni wake. Kwa hiyo tuko salama mbele zake Bwana. Rabasheke sakaramashaka. Madhabahu iliyokuwa imeibiwa imerejeshwa, na uwezo wake umerejea, na utukufu wake Bwana umerejea. Karamaseke. Na asubuhi ya leo akanambia njoo hapa. Nikaja hapa. Niliona moto uliokuwa umezunguka madhabahu hii ulikuwa sio wa kawaida. Moto uliozunguka madhabahu hii ulikuwa ni wa kipekee. Kwa hiyo tunambariki Mungu kwa kusikia maombi yetu. Takatifu, tunakushukuru kwa neema yako ya pekee na ya ajabu ambayo Bwana umeturidhia. Asante kwa kuwa umekuwa mwaminifu. Kama jinsi ilivyo desturi yako, wewe ni mwaminifu. Na ndio maana ulisema uaminifu wako ni ngao na kigao chetu. Na uaminifu wako unafanyika kuwa ngao ya maisha yetu ya wokovu. Tena kuanzia siku ya leo, kila nafsi iliyokuwa imeibiwa na adui imerejeshwa. Kila nafsi iliyokuwa imeibiwa na kushikiliwa na adui kwa uhalali imerejeshwa. Asante Bwana Yesu. Tunakushukuru kwa kuwa umekuwa mwaminifu. Nilivyokuwa naendelea kumsihi asubuhi ya leo, akasema nilikuwa sio kwamba nahoji, nilikuwa kama vile nauliza, sielewi nilikuwa nasema nini, lakini nilikuwa kama nauliza, nataka kujua, nataka nieleweshe, nataka nilimishe, nataka nijuze, nielewe. Akasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Nina uwezo wa kuleta watu wengi hapa, watu watakao niheshimu mimi,
na sio watu wa kujaza kanisa. Ni mimi nilizalisha taifa la Israeli, na ni mimi niliwaangamiza jangwani. Hata nilipokuwa nimesema na baba zao kuwa nitawapeleka nikiwatoa Misri na kuwapeleka kwenye nchi iliyojaa asali na maziwa, inayomiminika asali na maziwa. Na ni mimi niliwaangamiza jangwani. Ni mimi nilifanya hivyo nilipowatoa Misri, kwa sababu hawakunisikiliza. Ndio maana niliwaangamiza jangwani. Hakuna anayeweza kuzuia kusudi langu lisitimie, maana ni mimi Mungu nimesema. Ni mimi tena. Hata ilipofika wakati uliotimilifu, nilimtoa mwanangu wa pekee Yesu Kristo. Hapo alifafanua nafsi yake ilivyo, na nikaona bond ilivyo kati ya Yesu Kristo tunayesema ni mwana wa Mungu na Mungu tunayesema ni Roho. Aliipeleka kwa upana. Sikuwa na nafasi ya kuandika vyote hivi, vitabakia ndani ya moyo. Sema ni mimi nilimtoa, nimlete ilipofika wakati mtimilifu, aje akomboe ulimwengu. Ni mimi, ambapo hata Israeli walipoacha kutii wakaangamizwa jangwani, bado kusudi langu lilisimama. Na Yesu alikuja kulitimiza. Kwa maana yake ni nini? Akasema niliwaangamiza jangwani, sikuangamiza kusudi langu. Kusudi langu lilibakia. Ila yeyote ambaye hakunisikiliza ndio alitolewa nje ya lile kusudi. Ndio kisa cha kuangamizwa. Yaani uangamivu wa taifa la Israeli ni kuondolewa nje ya kusudi. Kwa hiyo waliangamizwa kwa sababu katika lile kusudi walilotakiwa kulifanya hawakulifanya, walibaki wanamlalamikia Mungu, na Mungu akawaondoa kwenye hilo kusudi. Akasema kusudi langu lilibakia. Akanionyesha ile bolt, akaonyesha ilivyokuwa inaachana na Yesu Kristo akizaliwa hapa duniani, akifanyika kuwa mtu, akaonyesha kile kilichokuwepo kipindi hicho, akaonyesha kazi ambayo Yesu alikuja akaifanya mahali hapa. Akasema bali hakuna mtu anaweza kazuia kusudi langu lisitimilike. Yesu alikuja akalisimamisha, akalitimiza, na kanisa likazaliwa kama jinsi ambavyo nilisema na Ibrahimu na Israeli Ibrahimu alipotimiza makusudio yangu, taifa likazaliwa. Taifa likazaliwa. Akasema kanisa likazaliwa. Na hata sasa mtu asiyesikia neno langu bado hawezi kuzuia kusudi langu lisitimie, ila yeye atakatika, atakatwa kutoka kwenye kusudi hilo. Kusudi langu lazima litimie. Kusudi langu lazima litimie. Nyie mkitaka au mkikataa. Sasa huu ni ujumbe wenu ulioko hapa. Mkitaka au mkikataa, bado litatimia. Ujumbe wangu mimi, akaniambia simama, maana una kazi kubwa. Simama, ujifunge kiuno, maana kazi ni kubwa na fupi.
Hilo ni neno la tahadhari. Akasema hakuna muda tena, simama, mimi ni Mungu, nimeshafanya, simama. Akasema baadaye, shida mlionayo hapa shida mlionayo hapa kwako, maana alitambulisha hapa kwako, sio kwamba watu wanasumbuliwa na mapepo. Na huu ni ujumbe wa mtu kama mtu, nafsi kama nafsi aliyoko hapa. Sio kwamba watu wanasumbuliwa na mapepo na roho chafu. Akasema no. Shida kuu iliyo hapa ni nafsi za watu zimeungamanishwa na kamba za kuzimu, kupitia mizimu, kupitia mapepo hayo, kupitia roho chafu ambazo mizimu, mapepo na roho chafu ziliwakamata kwa njia nyingi tofauti, hata wakafungiwa nira na adui Shetani. Walifikia hatua ya kushindwa kufanya maamuzi, na hata sasa hawana maamuzi. Nitakwambia alichokifafanua, utanielewa. Amesema hata sasa hawana maamuzi, ila wanajaribu kubeba hofu yao. Waambie wasibebe hofu yangu kabla ya kufanya maamuzi. Wafanye maamuzi kwanza ya kuachana, kwa sababu kinachowazuilia kama hakijaondoka, hofu yangu haiwezi kutenda kazi kwao. Bado wataingia kwenye mtego wa adui. Alafu watabeba nidhamu ya uoga. Nidhamu ya uoga haitoki kwangu. Takuwa hapa mmekaa mko hivi, lakini sumu ya Shetani iko ndani bado. Na huu ni ujumbe ambaye kila mtu aufanyie kazi kibinafsi, kulingana na jinsi gani alifungamanishwa, aliunganishwa. Wengine ni kwa njia tabia za, wengine walijifungamanisha na madhabahu. Na hicho ameshasema ni kama mara ya 3. Na kuna wakati tuliombaga hapa, tulikuwa kwenye semina ya watumishi. Walifungamanishwa kupitia madhabahu walizounganishwa. Ziko madhabahu ambazo kwa sababu watumishi walikataa kunisikiliza. Sasa hiyo nafikiri nitaelezea kwa wakati nikiwa nafundisha, maana yake itanichukua muda. Kwa sababu walikataa kunisikiliza, walianza kuendeshwa na roho za mizimu. Wengine wakaendeshwa na roho chafu. Ndio maana mnasema huyu naye anatenda dhambi, lakini mbona nguvu za Mungu ziko ndani yake? Ni kule alikounganishwa. Na mimi nikaenda nikaunganishwa nyuma yake. Na mimi nikachukua sehemu, nikaja naye hapa. Akasema hiyo ndio shida inayokukabili hapa, hakuna kitu kingine. Sasa kila mtu ataifanyia kazi kibinafsi. Trace njia yako tangu uko nyuma. Ulitokea wapi? Kimizimu ulitoka kwenye familia namna gani? Kiroho chafu ulijiungamanisha na madhabahu gani? Kiroho chafu ulifanya nini na nini na nini na nini, hata mapepo yakapata nafasi na roho chafu zikakukamata? Kimadhabahu
ulitumika wapi? Ukafungamanishwa na nani na nini? Amesema hicho ndicho teso lako la hapa. Nilikuwa nasema naye habari za watu, ndio maswali nilikuwa nikimuuliza, ndio alianza kusema haya. Akasema kuwaleta watu naweza nikawaleta. Mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Tawaleta watu watakao niheshimu. Umekuwa na watu wasio niheshimu mimi, ila walikuwa wanajaza kanisa. Sasa ondoa macho yako hapo. Ondoa macho yako hapo. Uwapate watu watakao niheshimu. Sasa wewe uliye hapa, tengeneza haya. Ni kazi rahisi sana, itakusaidia. Nenda mbele za Bwana, mwambie Roho Mtakatifu, naomba ukanitafute katika njia zangu toka hapa nilipo leo, sasa sahihi, hata tangu siku nilipozaliwa. Naomba nipe kujifahamu. Kuna maeneo, kuna watu, kuna tabia, kuna maisha ambayo kuna wakati tuliyaishi, lakini tukafikiri ni kawaida. Roho Mungu atayafunua ukweli na uhalisia wa haya. Alafu ndio utaelewa, alafu ndio utamwambia sasa, naomba uniondoe hapa. Nifungulie hizi kamba, nira zilizonifunga. Amesema mambo mengi sana. Nifungue hapa. Nataka sasa wewe ndio utamueleza yeye. Unataka kukaa na yeye? Unataka kwenda naye? Unataka kutembea naye? Unakaa wewe na yeye, unamweleza moyo wako unachokitamani. Kwa sababu kile unachokitamani kwenye moyo wako kinashindwa kufikia hatua ile ambayo unataka ifikie kwa sababu kuna kizuizi. Sasa ukishamwambia akutafute huko, yeye ni mwaminifu sana, atasema. Sasa unamwambia moyo wako ndio unaomimina kwako, kwamba mimi natamani hiki, nataka nikae na wewe, nataka hiki. Utamweleza wewe mwenyewe unachojua wewe mwenyewe. Ndipo sasa kazi inayobakia ni ya kwake, inakuwa sio ya kwako. Maana anasema ya kwamba kila unapofundisha, kila ninapokupa kitu cha kuwapa watu hao, nguvu iliyo ndani yao inakanyaga, inaharibu, alafu inatoa tafsiri. Na amesema inatafsiri kile ulichosema nao kwa jinsi yao, kwa jinsi ya huyu aliyetafsiri sasa. Kwa hiyo sasa utamtafuta ni nani? Kwa jinsi yao. Ukisha tafsiri kwa jinsi yao, wanavyotenda na wanavyotekeleza ni tofauti na ukiri wao. Hapo ndio shida inapopo sasa. Ni tofauti na ukiri wa kinywa na tofauti na ile moyo unavyotaka. Sasa wanajikuta kila siku wana vita na mimi, lakini vita walionayo na mimi sio wao, ni ufalme. Ndio hiyo ina nini? Kwa sababu hiyo ndio inasababisha hata twashindwa kutimiza yale tunayotakiwa kutimiza kwa ajili yake. So kila mtu ataitengenezea mazingira yake mwenyewe, tena mbele za Mungu. Hizi ni hatua. Bwana anataka kutembea na sisi jamani. Tena akasema, ili nilikuwa nimalisahau, ukimaliza somo hili utukufu wako uende nasi mpaka unalimaliza. Maana sisi tutalimaliza lini? Mpaka unamaliza lile somo la ondoka ambalo nimekurudisha nalo madhabahu. Kama mtu aliyeko hapa hajaweza
kubadilika, aondoke. Hilo ndio ambalo amesema. Aondoke, aende akatafute patakapofanana na kilichoko ndani yake, atakaa salama pale. Lakini hapa itakuwa ngumu kwake. Kwa maana yake ni kwamba mimi sijui anasema nini na sisi, yani mimi sijui yale ambayo amepaka kusema na sisi, lakini yeye anajua mpaka akasema hivi. Kwa maana yake kwamba kama somo hili litakwisha, ili tunalofundisha Jumapili na tunalofundisha Jumanne na Ijumaa, na mimi nilikuwa najua lini ndio namaliza. Sasa sijaelewa bado. Na Jumanne na Ijumaa kama litakwisha lile na hili. Sasa wewe ambaye unayependa kuja Jumanne, Ijumaa huji, unakuja Jumapili, Jumanne, Ijumaa huji, jipange. Maana yule Mungu tulikuwa naye hapa mwaka jana sio Mungu aliyoko sasa. Sio Mungu huyo. Kipindi chake ambacho alikuwa anachukua. Sasa mimi nasema sasa mengine nibaki nayo, lakini sasa kipindi chake ambacho alikuwa anachukuliana na kila mtu kilikuwepo kwa sababu Mungu yeye ni wa kutupatia nafasi. Lakini ndio akasema hii kwamba sio kwamba hawa watu wanasumbuliwa na mapepo. Mimi kitu ambacho amenishangaza paka mimi nimeblow. Hata wote walioondoka mapepo yalishaondoka ndani yao, hawana mapepo tena. Hamna. Hata huyu Esther amekaa hapa. Yale majini alikuwa yanamsumbua, hamna jini tena huko ndani. Akishindwa kusimama sasa, tafuta ile roho ambayo inatesa nafsi yako ni kitu gani. Umesikia Esther? Yule mwanamume alikuwa anakaa hapo ndani yako hayuko tena, alihama. Anasema hakuna mtu hata mmoja aliyeondoka hapa kanisani ambaye aliondoka na pepo aliyekuja naye hapa. Wote niliwaondoa. Lakini kuna kitu walibaki nacho kwa kikingangania, ndicho kilikuwa teso lao. Na ndicho ambacho hicho, kwa sababu wao ndio wana maamuzi ya kukiachilia na wakakubali kukikumbatia, niliwapa haja ya moyo wao. Niliwapa haja ya moyo wao. Ndipo nikamuelewa ili la kwanza akisema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Ninaweza kuleta watu watakao niheshimu. Kwa sababu anataka kutembea na kanisa. Yaani picha ambayo amenipa ama maneno ambayo amesema ni kwamba tofauti ya kanisa la Kristo lazima ionekane mahali yeye yupo. Na kama yeye hapa anaishi, ndio madhabahu yake ni mahali kwake, na madhabahu zingine ambazo yeye anaishi lazima waabudu mahali hapo wao waabudu halisi katika roho na kweli, pasipo mchanganya. Sababu niliwaleta wakiwa na mapepo na mateso na kila kitu, nikayaondoa. Sasa wamebaki wanayarudia wenyewe kwa sababu kuna kile ambacho wamekataa kuachana na ule ufalme. Sasa kila mtu akubali tu vyake ili awe huru. Tutakuwa hivi wachache kwa muda mrefu. Hiyo ndio taarifa na wapo. Kwa muda mrefu. Hata hiyo imeanza tokea Jumapili iliyopita. Tutakuwa hivi kwa muda mrefu, akishughulika na sisi kwanza. Kama wewe uko hapa na umeamua kuwa hapa, kama uko hapa na hauna mpango wa kuwa hapa, njoo tu kama rafiki, njoo kama dini, utaendelea na mambo yako, hautakuwa sehemu ya kusudi. Anasema yule ambaye hataki kunisikiliza nitamkata. 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 Ili tena tokea jana jioni kamwambia Maziku siku ile, kamwambia Ruth abaki nyumbani, asije hapa, amtafute Mungu huko, maana sisi tushamaliza kazi hapa. Hatuwezi kurudi tena nyuma kwa sababu ya mtu ambaye anajua ana matatizo na anahitaji matengenezo, alafu anakaa mbali na Mungu. Sema mwambie akae. Sasa hii ndio ile tunayosemaga ya dhiki kuu. Kukataa gharama iliyolipwa na Yesu Kristo, utalipa gharama yako ya kujiokoa.
Sasa gharama anayo yeye ya kumtafuta Mungu amridhi, lakini ameambiwa iwe nje ya hapa. Akimaliza tena asikutafute, akimaliza ndio aje akutafute. Na mtu anaelewa mimi nasema nini? Tukae kwa neema yake Kristo, kwa sababu anatupenda, anataka kwenda na sisi.